anasema kwa uchungu sana kwamba pamoja na rasilimali tulizonazo leo hii, Tanzania bado ni nchi ombaomba. Kwa upande wa viongozi wa kisiasa, wawajibike na watumishi wa umma wafuzwe kazi. Hiyo ni sauti ya Deo Haule Filikunjombe. Alizaliwa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 1972 na alifariki dunia tarehe 15 mwezi wa 10 2015. Filikunjombe alikuwa mwanasiasa wa Tanzania, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM na mbunge wa jimbo la Ludewa kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2015. Ndani ya kipindi kifupi cha uhai wake wa kisiasa, Filikunjombe aliacha alama kubwa katika siasa za Tanzania, hususani kwa msimamo wake wa uwazi, ujasiri na kusema alichoamini na utayari wa kuwakilisha maslahi ya nchi bila woga. Kamati pia inaelekeza serikali kutumia sheria za nchi ikiwemo sheria ya Proceeds of Crime Act kuhakikisha kuwa bwana huyu anarejesha fedha zote alizochota kutoka Benki Kuu ya Tanzania. Filikunjombe aliingia kwenye siasa wakati ambao wananchi wengi walikuwa wakitamani kuona mabadiliko katika namna rasilimali za taifa zinavyosimamiwa na viongozi kuwajibika zaidi kwa umma. Kutoka mwanzo wa safari yake ya kisiasa, alijitofautisha na wanasiasa wengine kwa kuchagua lugha ya moja kwa moja na misimamo inayoonekana kutanguliza maslahi ya wananchi kuliko siasa za makundi. Mnamo mwaka 2010, Deo Filikunjombe alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Ludewa mkoani Njombe. Ushindi wake ulionekana kama ishara ya imani kubwa kutoka kwa wananchi waliomtaka kiongozi mwenye sauti kali ya kuwatetea katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akiwa mbunge, Filikunjombe aliingia bungeni akiwa na hali ya kuhoji, kusimamia uwajibikaji na kufuatilia kwa ukaribu matumizi ya fedha za umma. Ndani ya bunge, Filikunjombe alijulikana kwa michango yake yenye hoja nzito, hasa katika masuala ya rasilimali za taifa, mikataba ya madini, nishati na uwajibikaji wa taasisi za serikali. Ndani ya mle bungeni, ambia Filikunjombe, tatizo lako ni moja tu, unaongea sana. Ni kama umesemaje? Kama unaongea sana, yaani wewe sasa hizi tungesha kupatia waziri. Mimi nikasema kwanza hii inatumia kwa waziri kwanza sina. Hakusita kuibua hoja zinazowafanya baadhi ya viongozi wakuu wajisikie vibaya, akiamini kuwa jukumu la mbunge ni kuhoji kwa niaba ya wananchi na si kupendezesha mamlaka. Mara kadhaa hotuba zake zilivutia hisia za wananchi nje ya bunge, zikisambaa sana kwenye vyombo vya habari na mijadala ya umma. Kwa vijana wengi, Filikunjombe alionekana kama mfano wa mwanasiasa jasiri aliyethubutu kuzungumza mambo ambayo wengine waliogopa kuyasema hadharani. Hali hii ilimpa umaarufu mkubwa, lakini pia ilimweka katika mazingira magumu ya kisiasa. Licha ya kuwa mwanachama wa chama tawala, Filikunjombe alionekana kuwa na msimamo unaojitegemea. Hakujifunga katika mtazamo wa kulinda chama kwa kila hali, bali alisisitiza kulinda maslahi ya taifa na wananchi kwa ujumla. Mtazamo huu ulimfanya aheshimiwe na baadhi ya wabunge wa upinzani, huku wakati mwingine akionekana kama sauti ya ndani inayokosoa pale inapobidi. Katika jimbo la Ludewa, Filikunjombe alihusishwa na juhudi za kusukuma mbele maendeleo ya jamii, hususan katika sekta za miundombinu, huduma za maji na kusikiliza kero za wananchi. Alijenga taswira ya bunge aliyekuwa karibu na watu wake, akipokea malalamiko na kuyafikisha ngazi za juu za maamuzi. Hata hivyo, safari yake ya kisiasa haikuwa nyepesi. Msimamo wake mkali na kauli zake za wazi zilimweka kwenye mvutano wa mara kwa mara na baadhi ya makundi ya kisiasa. Wapo waliomwona kama kiongozi aliyekuwa na mustakabali mkubwa wa kisiasa, huku wengine wakimchukulia kama mtu aliyekuwa akienda kinyume na misingi ya siasa za maelewano ya ndani ya chama.
Tarehe 15 mwezi wa 10, 2015, taifa lilipokea kwa mshangao na huzuni kubwa taarifa ya kifo cha Deo Philipu Njombe. Kifo chake kilitokea katika kipindi nyeti cha siasa, siku chache tu kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Tukio hilo liliibua majonzi makubwa miongoni mwa wananchi, wanasiasa na wadau mbalimbali wa siasa. Kifo cha Philipu Njombe kiliacha maswali mengi katika jamii na kilikuwa pigo kubwa kwa siasa za Tanzania. Bila kuingia katika mijadala na nadharia na hisia zilizokahusishwa juu ya kifo chake, jambo moja kubwa la wazi ni kwamba taifa lilimpoteza kiongozi kijana aliyekuwa na sauti ya tofauti, ujasiri wa kipekee na uwezo wa kuibua mijadala muhimu ya kitaifa. Urithi wa Deo Haule Philipu Njombe unabaki kuwa katika kumbukumbu ya wananchi kama mwanasiasa aliyethubutu kusema ukweli kwa mtazamo wake binafsi kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa. Philipu Njombe aliamini katika uwajibikaji na alikuwa tayari kulipa gharama za kisiasa kwa kusimamia alichokiamini. Kwa kizazi cha vijana na wanasiasa, jina lake linaendelea kuwa rejea ya ujasiri na msimamo usiotingishika. Miaka imepita tangu kifo chake, lakini mjadala kuhusu mchango wake, msimamo wake na nafasi yake katika historia ya siasa za Tanzania bado unaendelea. Kwa wengi, Philipu Njombe alikuwa zaidi ya mbunge. Alikuwa sauti ya wananchi ndani ya bunge na kielelezo cha mwanasiasa aliyetamani kuona siasa zinahudumia watu na si watu kuhudumia siasa.